Kama unataka kwenda kinyume na nguvu ya umaskini inayokutawala katika maisha yako, fanya spell hii hapa. Hii unayoona hapa ni mishumaa miwili. Kuna mshumaa wa njano na mshumaa mweupe. Sasa hapa inatakiwa utumie mshumaa mmojawapo kati ya hii, mweupe au wa njano. Utaangalia we mwenyewe ni upi una urahisi wa kuupata. Pia utatakiwa kuwa na bakuli transparent, bakuli la kioo. Usitumie bakuli la plastiki. Tumia kitu ambacho ni cha thamani zaidi. Unapofanya spell yoyote ile kwa universe, tumia kitu chenye thamani zaidi. Achana na vitu cheap. Pia utatakiwa kuwa na chumvi ya mawe. Hii ni chumvi ya baharini ambayo haijawa processed, au tunaita natural sea salt. Hii ndio chumvi yenye nguvu zaidi. Yaani ukifanya spell yoyote ile kwa kutumia chumvi ya mawe, lazima upate matokeo yenye nguvu. Na pia kitu kingine unachotakiwa kuwa nacho ni mchele. Mchele huu wa kawaida ambao huwa tunapikia wali au tunasema ubwabwa. Mchele ni nafaka ya kipekee sana. Ni nafaka ambayo huwa inakuwa katika hali ya wingi. Yaani katika robo kilo ya mchele basi utapata punje nyingi mno za mchele. Kiroho mchele huwa unaleta nguvu ya wingi, au kwa Kiingereza tunasema abundance. Yaani wingi katika pesa, wingi katika furaha, wingi katika upendo, yaani wingi katika kila kitu. Sasa nitakwenda kukuonesha mchele unatumika vipi katika kupindua meza ya umaskini. Yaani tunakwenda kupindua kila kitu. Chochote kile ambacho kilikuwa katika uchache katika maisha yako, financial status yako, tunakwenda kuipindua. Ilikuwa katika hali ya uchache, sasa itakwenda kuwa katika wingi. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kama nilivyosema, mshumaa tutakao utumia hapa ni mmoja kati ya hii miwili. Kwa hiyo kama utapata mshumaa mweupe, tumia mweupe. Lakini kama ukifanikiwa kupata mshumaa wa njano, tumia wa njano. Rangi ya njano ni rangi ya utajiri. Na pia hii rangi ya njano huwa inakwenda kinyume na hali ya uchache. Hasa katika uchache wa kipesa, au tunasema umaskini. Sasa naomba unitazame kwa makini sana. Hatua ya kwanza kabisa ni kunyunyiza chumvi ya mawe katika bakuli lako la kioo, kama unavyoweza kuona hapa. Na wakati unanyunyiza hii chumvi, inatakiwa utamke maneno yanayokwenda kinyume na hali ya umaskini. Hii ni spell kwa ajili ya kupindua nguvu zote mbaya ambazo zinazuia mafanikio yako. Unaweza kuwa wewe ni mtu mpambanaji sana, unajituma sana, lakini mafanikio huyaoni. Sasa inatakiwa utamke maneno ya kutangaza vita katika ulimwengu wa kiroho. Hapa unapambana na nguvu ambazo wewe mwenyewe huzijui. Zimekuwa zikishikilia mafanikio yako. Zimekuwa zikizuia mafanikio yako. Hata upige hatua vipi, huwezi kwenda mbele. Sasa tangaza vita na hizo nguvu. Haijalishi ni nguvu za aina gani. Ni nguvu za laana, ni nguvu za kutamkiwa, ni nguvu za kichawi, zozote zile ambazo zipo out of your control. Hakikisha mitetemo yako ya ndani inakuwa juu na akili yako iendane na nguvu ya mtetemo unayotoa. Ondoa hofu, wasiwasi, ondoa mawazo yote kuhusiana na umaskini. Amini kwamba hiki unachokifanya kinakwenda kubadilisha maisha yako kuanzia sasa. Na kiasi cha chumvi utakachonyunyiza humo itategemeana na idadi ya maombi yako. Kwa mfano, hapa unaniona jinsi ambavyo ninachota kiganja. Kila kiganja kimoja cha mkono utakuwa unatamka, yani unataja manifestation yako. Kwamba let's say unasema ninakwenda kinyume na nguvu zote za kichawi ambazo zinazuia mafanikio yangu. Kimaliza unachochota tena kiganja kingine, unatamka tena manifestation nyingine. Kama zipo 10 utaweka viganja 10. Kama zipo 3 utaweka viganja 3. Kwa hiyo itategemeana. Baada ya kumaliza kunyunyiza chumvi katika bakuli la kioo, hatua inayofuata sasa utachukua mshumaa wako uliouandaa, kama ni mweupe au kama ni wa njano kama hivi. Huu mshumaa utauweka hapa katikati ya chumvi ulioiweka. Kama utatumia ile mishumaa mirefu, unaweza kukata katikati ili uwe mfupi. Hii itakusaidia sana kuweza kupata position nzuri ya kuweka na ukatulia. Baada hapo utatakiwa kuwasha huu mshumaa.
kama hivi naweza kuona hapa. Mshumaa unakaribisha positive energy na pia unatengeneza connection kati yako wewe na nguvu za ulimwengu. Sasa huu mshumaa kama unavyoona hapa hautawaka mpaka mwisho. Kumbuka hii ni spell ya kwenda kinyume na nguvu ya umaskini, nguvu ya uchache wa pesa katika maisha yako. Sasa niangalie vizuri. Hautawaka mpaka mwisho. Hii ni spell ya kipekee ambayo mshumaa utazimwa kisha utawashwa tena. Sasa niangalie ninachokifanya hapa. Wakati huu mshumaa unawaka, tayari vita kubwa ya kiroho inakuwa imeanza. Na mara nyingi hizi nguvu zinazokwenda kinyume na mafanikio zinaweza kusababisha spell yako isifanikiwe au ikawa dhaifu, kwa hiyo zikakuovertake. Sasa wewe unatakiwa uifanye hii spell katika hali isiyokuwa ya ukawaida ili uende kinyume nazo, yani uzisurprise. Fanyaje? Mbinu ya kwanza kabisa ni kuzima mshumaa. Si umeanzisha vita na adui zako hapo tayari kwa ajili ya mapambano? Sasa hii ndio mbinu ya kivita na ni mbinu ambayo itakupeleka katika ushindi. Utachomoa mshumaa kisha huku chini ya mshumaa kwenye kitako chake utatakiwa kuwasha mshumaa, yani unapindua juu chini. Hii ni ishara ya kwamba unakwenda kinyume na hizo nguvu. Kwa kadiri mshumaa utakapokuwa unawaka kutokea huku chini kuja juu, utakuwa umewasurprise maadui zako. Hizi nguvu zilijipanga kupambana na wewe katika hali ya ukawaida, lakini wewe unapambana katika hali isiyokuwa ya kawaida, hali ambayo haijazoeleka, haijawahi kutarajiwa popote. Kwa hiyo utaunguza mshumaa wako chini kama hivi ili uweze kupata ule uzi huku chini, kisha utauwasha huu mshumaa na utaweka hapa katikati ya hii chumvi ya mawe. Hakikisha unaunguza huu mshumaa mpaka unaupata ule uzi wa katikati. Kama unavyoweza kuona hapa, tayari tumeshapata ule uzi wa katikati. Kisha tutachomeka mshumaa kama hivi. Baada ya hapo tutachukua mchele. Tunakaribisha nguvu ya wingi katika pesa, abundance in money. Utachukua ile bakuli lako la mchele huku mshumaa wako umeushikilia hivi. Kisha utakuwa unanyunyiza huu mchele kuuzunguka huu mshumaa. Na wakati unanyunyiza unatakiwa ufanye manifestation kuhusiana na wingi wa pesa. Tamka maneno yoyote yale yenye nguvu kuhusiana na wingi wa pesa. Kwa jinsi ambavyo ninanyunyiza huu mchele, ndivyo ambavyo nguvu ya wingi wa pesa imiminike katika maisha yangu. Pesa zimiminike katika maisha yangu. Pesa ziwe nyingi kama ambavyo mchele ulivyo katika hali ya uwingi. Ndani mwangu kamwe kusipungukiwe pesa. Wingi wa pesa umiminike katika maisha yangu. Kama ambavyo ninamimina huu mchele. Mimi ni tajiri. Pesa sio tatizo kwangu. Ninapopata pesa nyingi huwa ninawasaidia watu maskini. Pesa sio tatizo kwangu. Wingi wa pesa. Pesa zimiminike katika maisha yangu. Sio lazima unifuatishe haya maneno ninayotamka, lakini ninakupa mwongozo, unatakiwa utamke maneno katika staili gani. Unaweza kuyatamka haya maneno kimoyomoyo au kwa sauti. Na siku nzuri ya kufanya hii spell ni siku ya Alhamisi au Thursday. Siku hii huwa inatawaliwa na sayari ya Jupiter. Jupiter inaleta bahati nzuri katika pesa. Kwa hiyo ukifanya spell hii utajihakikishia kufungua milango ya baraka katika pesa na pesa zitamiminika katika maisha yako. Zingatia, wakati unanyunyizia huu mchele uwe unaupa sapoti huu mshumaa uweze kusimama vizuri. Kumbuka tumegeuza huu mshumaa upside down. Kwa hiyo unaweza ukawa unakusumbua katika kuyumbayumba. Kwa hiyo unaponyunyiza huu mchele hakikisha usogeza karibu na huu mshumaa ili uweze kupata sapoti. Baada ya hapo utatakiwa kukamilisha bakuli lako la kuvutia wingi wa pesa kwa kutumia sarafu. Na sarafu zinazotumika hapa ni za aina yoyote ile. Ziwe za silver, ziwe za gold,
zozote zile. Unaweza ukatumia sarafu ya shilingi 500, shilingi 200, 100, 50 ya nchi yoyote ile, ili mradi ni sarafu. Na sarafu hizi zitakiwa uziweke kuzunguka ule mshumaa wako kama unavyoweza kuona hapa. Weka sarafu nyingi kadiri ya utakavyojaliwa kuwa nazo. Kama wewe umejaliwa kupata sarafu 5, basi weka 5. Kama una sarafu 100, sarafu 20, ziweke ili mradi tu bakuli lako liweze kujaa sarafu. Mtu ambaye anaruhusiwa kufanya spell hii ni yule ambaye anatazama video hii na anaamini katika nguvu za ulimwengu. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au Muislamu, as long as wewe unaamini katika nguvu za ulimwengu, basi hakuna jambo ambalo linashindikana kwako. Kwa Waislamu huwa tunasema insha Allah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana, na hakika wewe ni mshindi. Unastahili mambo mazuri. Bakuli letu kama unavyoweza kuliona tayari limekwisha kukamilika. Hili tunaliita bakuli la pesa au money ball. Utaacha huu mshumaa uendelee kuwaka mpaka utakapozima wenyewe. Make sure mshumaa unazima wenyewe, usiuzime wewe mwenyewe wala usije kuzimika na upepo. Kama ikitokea umezimika na kitu kingine, basi spell yako inakuwa imeharibika. Kwa hiyo make sure unafanya spell yako katika eneo la utulivu. Na spell hii una uwezo wa kuifanya muda wowote ule, iwe ni asubuhi, mchana au jioni. Lakini la muhimu zaidi, zingatia siku ya Alhamisi. Najua kuna watu tu mtaniuliza, je, nikifanya siku nyingine sitafanikiwa? Jamani, tayari nimekwisha kukuambia siku nzuri ambayo itakufanya upate matokeo mazuri ni siku ya Alhamisi. Sasa kama wewe utaamua kufanya katika siku nyingine, let's say Jumatatu, Ijumaa, unaweza usipate matokeo mazuri au ikakuchukua muda mrefu sana kuja kupata matokeo. Nimeshatoa sababu kwa nini Alhamisi ni siku nzuri. Kwa hiyo kazi kwako. Mshumaa ukishaisha, hizi sarafu unaweza kuzitumia katika matumizi yako ya kawaida kabisa. Na hivi vitu vingine vilivyomo kwenye bakuli, unaweza kutafuta sehemu yoyote ili ukachimba shimo ukafukia, au ukaenda kutupa katika maji yanayotiririka, nikimaanisha maji ya mtoni. Kwa hiyo wewe utaangalia urahisi upo wapi. Je, upo karibu na mto au hamna mto kabisa? Kama hamna mto, chimba shimo fukia. Kama mto upo, nenda katupe kwenye maji yanayotiririka. Baada ya hapo utaanza kuona jinsi ambavyo milango ya baraka inafunguka kwako. Utaanza kuona urahisi wa pesa unavyoanza kuonekana katika maisha yako. Kama biashara zilikuwa ziendi, zitaanza kwenda. Kama ulikuwa hujulikani, yani biashara yako haikui, utaona itakavyoanza kukua kwa kasi. Fursa za pesa zitaanza kufunguka katika maisha yako. Pesa hazitakuwa tatizo tena kwako. Nyumba yako haitakaukiwa tena pesa. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Pesa ni energy. Watu wengi huwa hawaamini hili, lakini kubali ukatae. Pesa ni energy. Ukiamua kuikaribisha katika maisha yako, basi inakufuata. Na ukiamua kuikataa, basi ni kweli inaondoka katika maisha yako. Sasa amua leo kufungua milango ya pesa. Hayo maisha unayoishi ya umaskini, ya kuteseka, hauyastahili. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kwa ajili ya kuteseka. Umepewa mamlaka ya kuchagua aina ya maisha hapa duniani. Hayo maisha unayoyaishi ni matokeo ya energy unayotoa. Energy unayotoa ndio hiyo ambayo itasababisha wewe uvutie energy gani katika maisha yako. Kwa hiyo jitathmini, umebeba energy gani ndani yako? Je, umebeba energy ya umaskini au umebeba energy ya ushindi na utajiri maishani mwako? Amua kubeba energy ya utajiri ili uweze kuvutia utajiri na wingi wa pesa maishani mwako. Hii ni kwa wale wote ambao wanaamini katika nguvu za ulimwengu, wanaamini katika nguvu zilizomo ndani yao, nguvu za mitetemo. Na pia inatakiwa uwe na imani na kitu unachokifanya.
Amini kwamba hiki unachokifanya kinakwenda kukuletea matokeo mazuri, na kwa jinsi ambavyo unaamini ndivyo ambavyo itakwenda kuwa katika maisha yako. Unapofanya spell hii, weka pembeni hofu, woga na wasiwasi. Epuka sana kusikiliza sauti inayotoka nje. Sikiliza sauti inayotoka ndani yako. Siku zote sauti ya mafanikio ni ile inayotoka ndani mwako. Sikiliza moyo wako unakuambia nini. Kama utajikuta unapata msukumo wa kufanya hii spell, basi fanya. Huwezi kujua mafanikio yako yatakuja kwa staili gani, na unao uwezo wa kubadilisha maisha yako kuanzia sasa. Kumbuka kwamba huu sio uchawi wala ushirikina, ni kuamini katika nguvu za asili ambazo zinaendesha ulimwengu huu. As long as wewe unaishi hapa ulimwenguni, basi upo katika misingi ya nguvu za kiulimwengu. Ninakutamkia ushindi na mafanikio utakapokwenda kutekeleza spell hii. Make sure video inayofuata haikupiti, na ili isikupite, hakikisha una subscribe channel hii. Asante sana.